Ukweli ni kwamba usalama wangu uko shakani, na sio usalama wangu tu peke yake ulio shakani, lakini usalama wangu pamoja na watu wangu, kwa maana pamoja na familia yangu, bujua na familia na mke. Ndio usalama huu uko shakani pamoja na wale ambao tumeshirikiana nao kwenye kazi hii. Kama unavyojua, hii kazi sijaifanya peke yangu. Ndio nilipanga na nimesimamia, na kwenye utekelezaji wako watu ambao nimeshirikiana nao kwa karibu sana, wakiwemo baadhi ya madiwani ambao walikuwa wananyona kwa approach kwa ajili kuingizwa kwenye biashara ya ununuzi. Kwa usalama wetu uko mashakani sana. Nilikuwa nikiangalia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wako baadhi ya watu wakiwemo baadhi ya makada wa chama tawala ambao wamediriki kuandika kabisa waziwazi wakisema kwamba tunatishia usalama wa taifa, kwa hivyo inapaswa kuondoka, yani ninapaswa kuondoshwa. Sasa katika mazingira kama hayo, unajua kabisa kwamba maisha yako yanakuwa hatarini. Lakini sio hivyo tu, hata idadi ya watu wengi ambao wanatupenda, ambao wamefurahia kazi hii, ambao ni waungwana, ambao ni marafiki, ni ndugu, kila anayetuma message kwangu, kila anayepiga simu, hofu yake ni maisha yangu. Sasa ukienda mahali ukakuta ulinzi ni mkubwa na bunduki na nini, eventually unakuwa na wasiwasi kwamba masuala ya usalama hapa sio masuala mazuri. Ukienda kwenye taifa lolote ambalo ili tuingie kwenye hoteli lazima ukaguliwe, ufanye, unakuwa na hofu. Sasa hizi message ninazopokea kutoka kwa watu, jumbe mbalimbali, simu, na wengine wananitafuta, wengine wanatafuta ndugu zangu, bwana mwambieni akae salama, ajilinde, aongeze ulinzi, afanye namna gani, inanifanya mimi nazidi kuwa conscious zaidi kwamba usalama uko hatarini. Lakini nafahamu kazi ninayoifanya ni kazi ya hatari, kwa sababu ni kazi ambayo imewavua nguo watawala, imewavua nguo watu ambao ni wateule wa rais, imewavua nguo watu ambao na mamlaka, imemvua nguo mtu ambaye miezi michache tu iliyopita alikuwa anawaagiza polisi wanaweka ndani madiwani masaa 48, kitu alichokuwa anaita kifurushi, bila sababu, bila kesi, bila chochote. Alafu leo unakwenda kumvua nguo huyo mtu. Maana yake lolote linaweza kutokea. Lakini kinachonitia wasiwasi zaidi ni mazingira tulionayo kwenye nchi sasa hivi. Mazingira tulionayo, nafikiri wote mnakumbuka kwamba ni hivi majuzi tu mbunge mwenzangu ambaye amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa baadhi ya mambo ndani ya serikali alishambuliwa vibaya kuliko mnyama wa porini kwa risasi tena zinazosemekana kwamba ni za SMG zaidi ya 30 kwenye gari lake, risasi ambazo huwezi mpiga hata tembo kama unataka kumuua. Sasa katika mazingira hayo, na mimi nazidi kuwa na mashaka. Lakini pia ni mazingira ambayo tumeona watu wakitekwa na kupotea. Tumeona ikiwatokea kina Roman Katoliki, tumesikia miili ikiokotwa kila siku kwa beach, zaidi ya miili 17 imefungwa mawe, imefungwa kwenye kiroba. Tumesikia miili imeokotwa Mto Ruvu na vitu kama hivyo. Sasa wale ni binadamu, wale sio kuku. Wale binadamu 17, maana yake ni binadamu 17 kama mimi, na ambao hatujui ni kwa nini. Hatutemei kuwa ni wanasiasa kwa sababu tujamuona mwanasiasa aliyepotea kwa sasa hivi. Lakini sasa je, mimi ambaye nimeonekana moja kwa moja kuweka vitu hadharani ambavyo vimevua nguo baadhi ya watu ambao ni wateule kabisa tena wa rais, ambao ni mamlaka ya juu kwenye nchi, kwa eventually inapomdhalilisha wale wateule, inadhalilisha pia na ile mamlaka ya uteuzi iliyoteua, kwa sababu ilifanya vetting, ilifanya kazi ya kuangalia nani anafaa. Kwa hivyo maisha yangu yako shakani sio kidogo. Hata ukijua mali, hakuna mtu anayejua mali ninapolala. Siku hizi hata simu zangu huwa silali nazo. Jana usiku simu yangu ya mkononi ambayo nilijua angeweza kuitrack ililala nyumbani kwa Halima Mdee. Aliondoka nayo Esther Bulaya na Halima Mdee akaenda kulala nayo, kwa na mimi nikaenda kulala sehemu zingine ili kujaribu kuangalia namna ya kupoteza maboya. In fact nimeipata leo asubuhi. Kwa hiyo ni mfano tu kuangalia namna gani maisha yangu yako hatari. Lakini pia hata ukiangalia ninachotembelea mjini, kuna saa mtu unapanda pikipiki unakimbia unavaa miwani, kuna saa mtu unapanda gari dogo ambayo haifanani na gari ya hadhi ya kibunga ambayo nimekuwa nikitembelea. Yote haya ni mashaka. Juzi kutoka Arusha kuja hapa nilikuwa nije kwa ndege, lakini nikaogopa kwa sababu unapita airport mahali ambapo unaonekana, utatua airport mahali ambapo unaonekana, kuna vyombo vya dola, kuna vyombo vya usalama, kuna wapenzi wao huko, kuna watu wao. Kwa sasa inakuwa ni mashaka. Kwa hiyo nikalazimika kupita barabarani tena kwa gari ambayo ni gari mbovu sana, ambayo mtu hawezi kudhania kama mbunge anaweza kusafiri kwa gari hiyo. Yote hii ni kwa ajili ya masuala ya usalama wa maisha yangu ambayo yako shakani. Okay. Mtu kujiuzulu cheo haianza leo, sio kitu kipya. Mtu kuhama chama haianza leo, sio kitu kipya. Lakini mtu anahama kwa sababu gani? Angelizungumza akasema kwamba tunahama kwa sababu tuna mgogoro na mbunge, ingeleweka. Nahama kwa sababu tuna mgogoro na madiwani ndani ya baraza, ingeleweka. Mtu anasema anahama kwa sababu anamuunga mkono rais. Kila mmoja, inawezekana watu 6, watu 10 wote wanakuja na sababu hiyo hiyo. Barua walizoandika zote zinafanana vile vile. Kilichobadilika ni majina tu. Na saa nyingine watu wanakosea majina kata, wanachanganya. Tuliona wale wa Hai na madiwani wawili wanaandika majina mawili tofauti, wanaonekana wanataka kata moja, kitu ambacho sio kweli.
Kwa hivyo kanisukuma kwamba tuwatafute hasa nini sababu ya kufanya watu waondoke. Hivi kweli kumuunga mkono rais peke yake? Na kwa nini nilifanya hivyo? Ukiwa ni mkulima umepewa jembe na wananchi wende ukalime, sana mkulima hodari. Alafu kuna na mkulima mwingine hodari naye amepewa jembe lake akalime. Alafu ukiwa unapita ukamkuta yule mkulima mwenzako ambaye amepewa jembe akalime, analima vizuri na ukavutiwa na yeye, sidhani kama utatupa jembe lako useme kwa sababu analima vizuri na tupa jembe ni muache alime. Nafikiri utashiriki naye kulima pamoja. Sasa rais ambao anadai kumuunga mkono anapewa mamlaka na wananchi ya kiongozi. Alafu nawe ni diwani ambao umepewa mamlaka na unaongoza halmashauri. Alafu badala yake unasema unajiuzuru kumuunga mkono rais. Na mimi naamini kama ungekuwa unamuunga mkono rais, ungebaki kwenye nafasi yako ya udiwani ambayo inasimamia miradi ya maendeleo, ambayo inasimamia fedha, ambayo inasimamia bajeti, and then ukakaa hapo ukafanya kazi vizuri zaidi kumuunga yule ambaye unafikiri kwamba anafanya kazi nzuri kumuunga mkono. Lakini sasa unavotupa jembe lako ukisema bwana muunga rais mkono kwa kuachia, wakati ungebaki pale ndio unafanya nafasi nzuri zaidi ya kumuunga mkono rais, ilitia mashaka kidogo. Kwa hiyo nikaamua kudadisi kwamba haswa ni nini. Na hii sababu nyingine, kuna watu pia wako wanatilia mashaka kwamba pengine inakuwaje watu wanaondoka alafu mbunge yuko kimya, kwa sababu nilikosa cha kusema. Na nilikuwa ni kwamba niko masomoni, kwa hiyo kana naumiza. Kwa hiyo wengine wakaisi au pengine mbunge ndani sehemu ya mpango. Sasa nilazimika pia kufanya kazi hii ili kutamfahamu kweli, na nikalazimisha kwamba niifanye ili na dunia ifahamu kweli. Hicho ndicho kilichonisukuma. Na hiki kingine, mimi ni muumini wa demokrasia na utawala wa sheria. Kwa hiyo nilitamani kujua hilo. Ni mkugharimu kiasi gani? Imenigharimu takribani paundi za Kiingereza 2,800 ambazo ukipiga kwa hesabu yake ya haraka haraka ni karibia shilingi milioni 9 za Kitanzania. Za Kitanzania, yes. Milioni 8, milioni 9 around there depending on the rate kwa kweli. Yeah. Ulitumia mbinu gani kuhakikisha kwamba unanasa zile tumetegesha? Well, ni mbinu za kijasusi ambazo sio tayari kuziweka wazi sana, kwa sababu sio kwamba zoezi limeisha, lakini pia nitakuwa ni askari mjinga kuweka hadharani kila mbinu ndio itumia kumshinda adui yangu. Yes, kwa ni mbinu tu za kijasusi za kisasa ambazo nimezitumia, na ndio maana watu hawajashtua kushtuka mpaka sasa. Utaona kwenye ile video kwamba vikao vimefanyika sio siku moja, ni siku nyingi tofauti. Saa nyingine baada ya wiki mbili, baada ya mwezi, lakini wale watu hawakushtuka kwa sababu ilikuwa ni teknolojia ya hali ya juu sana. Na unaweza ukafikiria kwamba sio kazi rahisi kumchukua mtu kwenda kumfanyia recording mkuu wa wilaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya usalama kwenye wilaya husika, ambaye polisi wote wako chini yake, ambaye OCD yuko chini yake, ambaye anafanya kazi na kamanda wa usalama wa taifa wilaya ambaye yuko chini yake, alafu unakwenda kumrekodi huyo. Maana yake ni lazima uhakikishe kwamba teknolojia yako ulionayo ni ya kisasa na una ujasiri wa hali ya juu, na uhakikishe kwamba ukosei doti hata moja, kwa sababu ukikosea doti hata moja maana yake maisha yetu yangekuwa hatarini, mimi pamoja na wale ambao tumefanya kazi hii. Toka umetoa video hii siku 3 zimepita. Naam. Lakini bado umetawala kwa mambo ya uteuzi. Yes. Ile inanishangaza kidogo kwa sababu hao ni watu wameteuliwa. Sio kazi ya ajira, ni kazi ya kuteuliwa, ambayo leo unakuwa nayo na kesho mwenyewe unaweza kama kuondoka hata kama hujafanya kosa lolote. Yaani hata rais akiamka tu akili yake kamtuma tu kwamba leo nifanye mabadiliko ya kuwa mkoa wote nchi nzima, anaweza akafanya hivyo. Sasa swala hili linaitia aibu serikali. Swala hili linaitia aibu mamlaka ya uteuzi ambayo ni mamlaka ya juu kabisa ya utendaji kwenye nchi yetu. Kwa binafsi nilidhani kwamba baada ya hili kutokea tu, kwanza wale wenyewe ambao wameonekana kwenye video conscious zao zingewatuma, kama ni watu ambao wanaamini kwenye utawala bora, kwenye utawala wa sheria, walipaswa wakae pembeni kama ambavyo tumeona kwenye viongozi wengine wakiamua kukaa pembeni ili kulindia heshima serikali. Lakini kama wasingefanya hivyo, basi nilitegemea kwa mamlaka ya uteuzi iamue kuweka pembeni, hata kama sio kufukuza moja kwa moja, basi kwa sababu swala hili tayari liko TAKUKURU, na jana tumekwenda TAKUKURU tukaambiwa na upelelezi walisha uanza uchunguzi baada ya kuona zile video. Na aliniambia mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Mzee Mlola mwenyewe akasema kwamba wewe umekuwa whistleblower, ulipuliza filimbi, kwa hiyo tulishaanza uchunguzi hata kabla hujaja hapa kwetu. Kwa hiyo niliamini kama tayari na uchunguzi umeshaanza na wametangaza hivyo na sisi tumekwenda tumpeleka ushahidi, basi watu wanapaswa kukaa pembeni kupisha uchunguzi. Waondoke kwenye ofisi zao ili wapishe uchunguzi. Kwa mfano, mkurugenzi wa halmashauri kuna sehemu anasikika kabisa akimwelekeza mwasibu wa halmashauri kwa maana ya DT kwamba awe anawalipa au watu fedha achomoe kidogo kidogo ili kamati ya fedha ya halmashauri isije kagundua. Sasa huyu mtu akaendelea kubaki ofisini, maana hata uchunguzi ambao unafanywa na TAKUKURU ana uwezo wa kuharibu.
Mkuu wa wilaya anafanywa uchunguzi sasa, lakini anafanywa uchunguzi akiwa yuko ofisini. Eventually anaweza karibu uchunguzi huo. Kwa mimi hata kama sio kwa pressure basi ya umma au pressure yangu au pressure ya kuamini kwenye utawala wa sheria au utawala bora, hao watu walipaswa waweke kando ili uchunguzi ule uweze kuwa huru. Mashaka yangu ni hayo, na jana nilimwambia mkurugenzi wa TAKUKURU kwamba nimekuletea ushahidi kidogo kwa sababu nina hofu. Natamani kuona ukichukua hatua kwanza ndivyo naweza kukuletea wote. Naye akafadhaika kidogo akasema ni chombo huru na kitafanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa. Lakini ili kufanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa, hao watu wanapaswa kutoka ofisini. Na mimi nitakuwa tayari kuendelea kupeleka ushahidi wote nitakapoona kwamba watu wamepisha wamekaa pembeni, uchunguzi ufanye kazi yake na sisi tuweze kupeleka evidence zingine, kwa sababu wakiwa ofisini wanaweza kuharibu uchunguzi huu. Na ndio maana hata sasa tunaona leo nimeshindwa kwenda TAKUKURU kupeleka hizo nyaraka zingine, kwa sababu nilitegemea kwamba mpaka leo hii pengine wangekuwa wamewekwa pembeni kupisha uchunguzi. Uchunguzi ufanyike. Kama ikithibika sio kweli, watarudi kwenye ofisi zao. Ikithibika sio kweli, mimi nilishasema nitaachia ubunge. Kwa hiyo wao watarudi kwenye ofisi zao, mimi nitaachia ubunge kama nilivyosema. Bado dhamira yangu iko pale pale. Lakini napata mashaka makubwa sana. Na haina uchunguzi utakaofanyika wakati watu wao bado wako ofisini. Mkurugenzi ndio accounting officer kwenye halmashauri. Hizi ni hesabu za fedha zinakwenda kuangaliwa. Lakini yule accounting officer ambaye ndio anahusika na masuala ya fedha, usimamizi wa fedha kwenye halmashauri, huyo ni mtumiwa na huyo bado yuko ofisini na huyo anatakuwa achunguze. Huo uchunguzi utakuwa ni mgumu kidogo kufanyika. Na kingine watu wanashangaa ni kwa nini rais hajachukua hatua kama ambavyo amechukua huko nyuma. Tuliona Kitwanga alipata tuhuma ya kuwa bungeni akiwa amelewa, hakupimwa. Kuna vitu vinalipima kilevi, hakupimwa. Lakini kwa muonekano nje kuonekana kwamba hayuko soba, rais alitangua nafasi yake tena ya waziri. Sasa nashangaa ni wakuu wa wilaya tu ambao wameonekana kwenye video isiyotia shaka, hata sasa wameshindwa kujibu, lakini bado wako ofisini. Kwa kweli swala hili linanifadhaisha na linatia aibu serikali, linaipaka matope serikali. Kwa mimi muombe rais, niombe mamlaka ya uteuzi. I have so much respect to President Magufuli. Na ninaamini kwamba bado anayo room ya kuaminisha Watanzania kwamba kweli yeye huwa anapinga rushwa kwa vitendo. Na Watanzania wataamini kwamba rushwa inapingwa kwa vitendo kama watu wao watatoka nje ya ofisi za umma sasa hivi kupisha uchunguzi ili kazi iweze kuwa huru. Kama watu watatoka ofisini ili waache kuendelea kuipaka matope na kuivua nguo serikali. Lakini vile vile kinachonitia wasiwasi na ambacho watu wengi wamekuwa wakiongea kwenye mitandao, nimekuwa nikiona, sijui watu wanasema mkuu wa wilaya ya Arumeru Bwana Alexander Pastori Shija Lutoja Mnyeti hajaondoka ofisini mpaka sasa hivi kwa sababu ni mtu wa karibu wa Rais Magufuli. Ni mtu wa karibu kwa maana anatokea sehemu moja, lakini mtu wa karibu kwa sababu wanafahamiana hata kabla yeye kuteuliwa kuwa rais. Na wamekuwa ni washirika wa muda mrefu huko nyuma. Kwa hivyo hiyo linanitia mashaka kidogo kwamba pengine inaweza kuwa sababu ama isiwe sababu, sijui, lakini bado naendelea kumpa rais benefit of doubt, nikiamini kwamba pengine ndani ya siku 2-3 hizi atachukua hatua. Na ikitokea atachukua hatua na wewe yule ndio kutoka kamati ya ulinzi na usalama. Huko shiriki wako wewe na yeye. Maisha yangu yatakuwa mashakani kwa sababu akiendelea kubaki kwenye wilaya yangu wakati nimeonyesha wazi akifanya vitendo kama vile na ndio mwenyekiti wa kwanza ulinzi na usalama kwenye wilaya yangu, maisha yangu yatakuwa kuwa hatarini. Mimi naishi Meru. Mimi ni mbunge wa Meru, ni mbunge ambaye naishi jimboni, sina makazi mahali pengine popote pale. In fact, kutoka na kuishi mkuu wa wilaya mpaka na kuishi mbunge hakuna umbali wa zaidi ya kilomita 6. Sasa maisha yangu eventually yanazidi kuwa mashakani. Kutoka na kuishi mkurugenzi wa halmashauri ambao nimemwanika mpaka na kuishi mbunge azidi kilomita 10. Kutoka na kuishi katibu tawala wa wilaya mpaka na kuishi mbunge azidi kilomita 10. Sasa mbunge wao amefanya ile zoezi, limewaanika, limeweka wazi, alafu bado wanatemea tuendelee kufanya kazi ni ngumu. Lakini kama mazingira ya kawaida tu utendaji wa kutumikia watu, unaendelea kunaweka vipi kwenye meza moja. Mimi hapa mbunge, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, dasi, watu ambao ndio wakubwa kwenye wilaya pamoja na mwenyekiti wa halmashauri. Tutaweza vipi kushirikiana kutimiza ile hazma ya kuwaletea Watanzania maendeleo katika hali kama hii? Kwa sababu kuna uadui mkubwa mpaka sasa hivi kwa kazi niliyoifanya. Hivyo sidhani kama nitakuwa comfortable kuendelea kuishi kwenye ile jimbo kama watu waondoka. Sitakuwa comfortable kuendelea kuishi pale. Kwa kweli nitakuwa mashakani na sidhani kama nitakuwa radhi kuendelea kuishi mahali pale na vitisho vilivyopo na kwa hali halisi iliyopo. In case hatua labda hazitachukuliwa au kuchukuliwa hatua. Wasipochukuliwa hatua, nafikiri nitaamua hapo. Nitavuka mto nitakapofika mtoni. Kumekuwa na maneno kwamba hii teknolojia iliyotumika inaweza kutumika pia kubaini wale waliofanya shambulio kwa Mheshimiwa Lissu. Kufanya upelelezi wa tukio ambalo Lissu lilimtokea Mheshimiwa Lissu pale Dodoma ni rahisi sana. Kama serikali ingeruhusu
vyombo vya kimataifa kufanya kazi hiyo ingekuwa ni rahisi sana. Wenzetu nje wameendelea. Mimi nimekuwa huko. Mimi nimewahi kusoma Marekani mwaka 2014. Chuo kikuu cha Arkansas, kwenye jimbo la Arkansas. Mimi nimesoma Uingereza masters yangu pale jiji la London. Nimejitembea duniani, Mungu amenipa fursa ya kutembea, na hata baada ya kuwa mbunge nimetembelea nchi nyingine kwa kazi za kibunge. Wenzetu teknolojia iko juu sana. Kutaka kuangalia au kujua nani aliyefanya tukio la Lissu ni rahisi sana kama serikali ingeruhusu vyombo vya nje. Huku angani kuna satellites tena za kisasa na za hali ya juu sana. Ndio maana hata ukiingia online, ukiingia kwenye Google Maps unaweza kuona mpaka nyumbani kwako pale ulikozaliwa kijijini. Sasa wangeruhusu hilo, maana yake tungepeleka tu coordinates za lile eneo, coordinate hii tarehe fulani, saa fulani mpaka saa fulani, ukazoom wakapata picha ya tukio zima liloonekana pale na wakajua ni akina nani. Kwa kama dhamira ya kweli ingekuwepo ya kujaribu kujua ni akina nani waliohusika na tukio la mheshimiwa la kumpiga risasi Tundu Lissu, kama serikali ikiamua kufanya na kuruhusu, hii kazi inawezekana mara moja mapema tu. Na kama wangeruhusu, mimi naweza kuwasaidia kuwafikia hao watu, kuzungumza nao, na kama wakiandikiwa ombi rasmi na serikali, nina uhakika watakuwa radhi kuzoom hizo picha za satellite na kuangalia kwamba kwenye hizi coordinates za hapa area D Dodoma, coordinate mpaka coordinate siku fulani, tarehe fulani, saa fulani mpaka saa fulani, then ukizoom unaweza kuona kilichokuwa kinaendelea. Wenzetu wanaendelea sana kwenye masuala ya teknolojia sasa hivi duniani, wana advance kwa kiasi kikubwa sana. Mimi nimeona kwa muda ambao nimekuwepo kule, nimeona namna ambavyo hata ulinzi unafanyika kwa kamera ambazo ziko angani ambazo huwezi kuziona. Waziri wa mambo ya ndani amekwisha eleza kwamba uchunguzi huu unaweza kufanywa kwenye ndani. Sasa waziri wa mambo ya ndani amezungumza kwamba uchunguzi utafanywa na vyombo vya ndani, lakini waziri huyo huko anazungumza kwamba wanasubiri mpaka Tundu Lissu apone ili aweze kuwasaidia kufanya upelelezi. Sasa hivi Tundu angekufa, maana yake upelelezi usingeka ufanyike. Sasa huyu mtu ameshambuliwa, yuko kitandani, hatujui atapona siku gani, hatujui atarudi lini nchini, hatujui atarudi katika hali gani, ndio anamsubiria aje kufanya upelelezi. Hivi akirudi baada ya miaka miwili? Upelelezi unajua kufanyika baada ya miaka miwili, upelelezi wa namna gani huo ambao anausema waziri ambaye anaongoza wizara nyeti ambayo inahusika na mambo ya usalama kwenye taifa lake, waziri wa mambo ya ndani? Kwa mimi nafikiri dhamira ya dhati haipo. Niliposikia Mwigulu akiongea, nilikuwa Nairobi, nilisikitika kidogo kwa sababu ni kijana msomi na ni mtu wa umri mdogo ambaye anajua teknolojia zilizoko duniani kwa sasa hivi. Kwa ni aibu kusema kwamba watafanya upelelezi kwa vyombo vya ndani na wanamsubiri Tundu Lissu apone ndio aje wasaidie kufanya upelelezi. Kwa kweli kwangu hiyo ni aibu. Angekufa maana yake upelelezi ungefanyika. Maana yake ni kwamba Watanzania hatuko salama. Kama hivi ndivyo tunavyotegemea vyombo vyetu kufanya kazi, kama hiki ndio tunategemea waziri akizungumze, waziri wa masuala ya usalama wa raia, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, home affairs, ndicho anachokisema, maana yake ni kwamba Watanzania hatuko salama. Na tukumbuke tukio hilo limempata mbunge, sio mtu mdogo. Tukio hilo limempata mtu ambaye ndio rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika. Tukio hilo limempata mtu ambaye ndio chief whip, ndio mnadhimu wa kambi ya upinzani ndani ya bunge. Alafu unaambiwa uchunguzi ufanyike au utafanyika na vyombo vya ndani, lakini wanamsubiri apone aje kufanya. Hivi machinga wa Kariakoo au machinga wa Manzese au mkulima wa kijiji cha Mulala pale Meru au mkulima wa kijiji cha Nambala kule Meru akiuawa, maana yake nini kinafanya? Ndio sababu tunaona miili kila siku inaokotwa baharini hapa na hakuna kinachofanyika mpaka leo hii. Okay. Sasa kwa minajili ya hali ya usalama ilivyo, na umesema kwamba ipi nafasi ya waziri wa mambo ya ndani kwa sasa kwa mtazamo wako? Inatia mashaka. Inatia mashaka. Kauli ile mimi niliamini kwamba Mheshimiwa Mwigulu hakupaswa kuendelea kuwepo ofisini hata kwa dakika moja nyingine. Aliyeshambuliwa sio kuku, sio mbwa, ni binadamu mwenye familia, mwenye mke, mwenye watoto, mwenye heshima kwenye jamii. Alafu unasema upelelezi tufanye na vyombo vya ndani, tunasubiri mpaka aje. Sasa huko nyuma matukio kama yametokea na tuliomba upelelezi vyombo vya nje na wakasema tufanye na vyombo vya ndani mpaka leo tuje kupata majibu. Bomu la Soweto ni mfano mmoja wapo. Kutekwa kwa Roma Mkatoliki ni mfano mmoja wapo. Kutekwa kwa Dr. Olumboka ni mfano mmoja wapo. Kuuawa kwa David Mwangosi ni mfano mmoja wapo. Na matukio mengi kupotea kwa Beni saa 8 ni mfano mmoja wapo. Miili 7 kuokotwa Mto Ruvu mfano mmoja wapo. Miili 17 kuokotwa Koko Beach mfano mmoja wapo. Sasa mpaka lini tutaishi kwa namna hii? Tunaishi kwenye taifa kwa mashaka. Baada ya tukio hili la jimboni kwako, kipi tutarajia kingine kwenye uongozi wako? Mimi natarajia kuona serikali ikichukua hatua ili sisi tuendelee kuchapa kazi kutumikia watu wa Meru wakati upelelezi unafanyika.
mimi niko radhi kuendelea kutumikia watu wa Meru, lakini ninashukuru kwamba vifaa hivi na teknolojia imenisaidia kuonyesha watu wa Meru aina ya watu ambao tunafanya nao kazi. Video inaonyesha kwamba ni namna gani ambapo miradi ya maendeleo imekuwa ikizuiliwa kwenye kata, kwa sababu hizi kata zinaongozwa na wapinzani. Video inaonyesha namna gani ambapo mkurugenzi anasema kabisa kwamba hawezi kulipwa mshahara na serikali ya CCM, alafu mimi nishinde ubunge anitangaze mimi wa Chadema. Na wanazungumza kabisa kwamba hata hizi kata ambazo watu wamejiuzuru, uchaguzi mdogo utakapokuja, hata tushinde sisi hatutatangazwa. Na wametolea mfano wa vitongoji viwili ambavyo ni kweli tumepitia uchaguzi ndogo hizi majuzi. Kitongoji kimoja kwenye kijiji cha Njeko kata ya Katiti, na kitongoji kingine pale Patandi kwenye kata ya Keri, na kitongoji kingine cha Kofilipo kilichoko kata ya Kingori. Hivi vitongoji vitatu tulishinda. Uchaguzi ulikuwa zaidi ya vitongoji vitatu, lakini hivi vitatu kweli tulishinda, vingine walishinda wao. Na baada ya kushinda mliona kwamba walikataa kutangazwa kabisa, mpaka pale magari yalipokuja ikiwa na polisi na mkurugenzi na nyingine kaenda na dasi na nyingine na mtu mwingine, wakaenda kulazimisha kutangazwa mtu ambaye kushinda. Na tunazo video na tutawaachia na nyinyi mtaona, za mwenyekiti mmoja wa kitongoji pale nje kati ambaye anasema kabisa, jamani, mimi sijashinda, nimepata kura 43, wa Chadema akapata kura 68, na huyu ni ndugu yangu kwa sababu anaishi kwenye kijiji kimoja, wako related. Anasema ni ndugu yangu, yeye ndo aliyeshinda na nitampa ushirikiano. Na video iko mbele ya wananchi, lakini mpaka leo analazimishwa kukaa ofisini kwamba yeye ndo aliyeshinda wakati hajashinda. Sasa hii inatoa mashaka kwamba kumbe kile kilichotokea wakati ule kinaendelea kutokea na huku tunakokwenda. Kwa maana yake ni kwamba chaguzi zinazokuja mbele hazitakuwa huru na haki. Maana kwamba chaguzi zinazokuja mbele tunalazimishwa upinzani kutafuta namna nyingine au mbinu nyingine ya kulazimisha kutangazwa pale tunaposhinda kihalali. Na kwa sababu tunafundishwa hivyo, tutatafuta hizo mbinu za kulazimisha kutangazwa pale ambapo tumeshinda kihalali, lakini hawako tayari kututangaza.